Bana, mambo vipi? Bongo Flava inazidi kutambulisha vipaji every day. Hapa nimekuja kufanya exclusive interview na msanii mpya wa muziki wa Bongo Flava, anaitwa Nitty Star. Ni miongoni mwa artists ambao ni vijana wadogo kabisa ambao wanakuja kwa kasi sana kwenye game. So nimeamua kuja kuzungumza naye baada ya kusikiliza goma lake na kuona ni goma ambalo mimi mwenyewe limenigusa kinoma noma. Nitty, mambo vipi? Kama kawa, ni aje? Nyama fresh? Tuko poa kabisa brother. Unaendeleaje? Tunashukuru Mungu, tuko poa. Msanii mdogo lakini naona sasa hivi unatupia sana ndugu yangu. Vipi, nyuma yako kuna mshangazi unakusponsor au ndo mitikasi yako? Ya mitikasi yangu napambana na mitikasi yangu. Okay. Ya. Hongera sana, lakini natamani niende direct kwenye kazi yako kwa sababu wewe si msanii ambaye sasa hivi una mambo mengi ya kuongelea mjini. Natamani tuende moja kwa moja kwenye kazi yako. Umeamua kuingia rasmi kwenye muziki. Nadhani unajua namna muziki wa Bongo Flava ulivyo mgumu. Natamani kujua imekuwa kwaje hadi ukajipa moyo na kuona kabisa kwamba na mimi naweza kuimba, ngoja niingie kwenye game. Bro, kwanza mimi kabla ya kutaka kuingia kwenye muziki, pindi nilipofika nilikuja hapa, yani ndoto yangu kabisa au malengo yangu ni kuna msanii mmoja anaitwa Gigy Money, nilikuwa namfuatilia sana tangia nipo kijijini kabisa. Kwa hiyo yule msanii ndo alinishawishi mimi nipate nguvu ya kutaka kufanya muziki. Kwa hiyo baada ya kuja nikawa nataka nimtafute. Kwa hiyo kipindi nataka nitafute njia ya kumtafuta, ikawa kila njia anayotumia ni ngumu, lakini ndoto yangu ilikuwa kwanza ni kuonana na Gigy Money. Nilikuwa ni msanii ambaye nampenda kabisa sana kutoka moyoni, yani, na kila muda natamani hata tuje tuonane naye, na kwa vile yeye anapenda muziki, kwa hiyo ndo akanifanya ikawa chanzo cha mimi kutaka kufanya muziki. Kwa hiyo ulitoka kijijini umekuja Dar kwa sababu ya kuja kumuona Gigy? Yani nilikuja kwa ajili ya Gigy. Yani Gigy ndo amenifanya mimi nije huku town. Sasa ulipofika Dar ukawa unatafuta kuonana naye, lakini mitikasi kagonga mwamba kwa sababu ulikuwa unashindwa kufika viwanja vya Gigy, au si? Kwa sababu Gigy ni msanii mkubwa na level zake kidogo ni za juu. Kwa hiyo nilipokuwa kijijini nilikuwa nafikiria kama nikifika Dar tu naweza kuonana naye, lakini baada ya kufika Dar kumbe ana maisha ambayo ni haya, yani haonekani kama watu wa level ya kawaida. Kwa sasa baada ya kumkosa Gigy ndio ukaamua uingie kwenye muziki? Baada ya kumkosa Gigy, kwa sababu Gigy anapenda muziki, kwa hiyo nikawa nataka nifanye muziki ili nionekane kwamba ipo siku kama Mungu akibariki tuje tuonane naye kupitia muziki ambao nafanya, kwa sababu najua anapenda muziki. Kwa hiyo anaweza akapenda nyimbo yangu akavutiwa pia na ninavyoimba, itakuwa ni njia rahisi ya kuonana naye. Kwa hiyo muziki wako target yako kubwa ilikuwa ni Gigy Money? Target yangu ilikuwa ni Gigy, lakini baada ya Gigy kuwa changamoto kumpata, ikabidi nikomae na muziki. Lakini baada ya hapo nikagundua kwamba na kipaji cha kuimba muziki, yani kile kipaji ambacho nimejaliwa, so nikakaza zaidi kwenye muziki, lakini malengo yangu na ndoto yangu bado namtafuta Gigy. Wewe unafanya muziki gani? Mimi nafanya muziki wa Bongo Flava. Unafanya Bongo Flava? Sasa una track ngapi? Kwa sababu mimi nimesikiliza kwako moja noma sana ile. Una track ngapi sasa? Mpaka sasa hivi na track 3, lakini ambao nimeiachia ni official moja ambayo ina video yake kabisa imeshatoka rasmi. Okay. Hii ambayo ndio latest release inaitwaje tena jina? Hii inaitwa Kwako. Inaitwa Kwako. Kwa nini ikawa Kwako? Kwako. Kwanza before ya kuandika hii ngoma, kama nilivyokuambia, mimi msanii ambaye huaga namfikiria mara nyingi sana ni Gigy Money. Kwa hiyo hata kuandika hii ngoma ya Kwako ni dedication kwake, japokuwa kila mtu anaweza akasikiliza sababu muziki unagusa maisha yetu moja kwa moja, lakini kwa mimi aliyenifanya niimbe na aliyenipa hiyo idea ni Gigy Money. Yani Kwako nimemwimbia kwamba yani nampenda, nimeelezea jinsi ambavyo nampenda na ambavyo na mwanamke ambaye namuhitaji, yani na wishi yawe wangu, yani kuna vitu vingi ambavyo nawishi ambavyo ni vizuri tukiwa pamoja itapendeza zaidi. Hizi stories za Gigy kuolewa inaonekana wewe zimekuumiza sana. Zimeniumiza sana, lakini ndio hivyo, unajua maisha bado yanaendelea. Kwa hiyo unaweza kusema ameolewa kesho kuta ikawa hivi. Kwa hiyo mimi na imani kwamba ipo siku nitaweza kumpata. Lakini unamwombea ndoa njema? Namwombea ndoa njema, lakini pia bado na imani nafasi yangu inaweza ikawepo, kwa sababu naamini maisha bado yanaendelea, sababu kwenye maisha kuna up
and down. Kwa si vyema tukamwongelea sana, kwa sababu story ni kwamba ni mke wa mtu tayari. Kumwongelea sana mke wa mtu kwenye interview inaweza ikaja kuwa noma pia, sawa. Mimi nataka tuzungumzie sasa career yako kama muziki moja kwa moja. Una track 3 lakini moja ndio imekuwa official ambayo ndio hiyo kwako. Nataka nijue umekuja mjini ukaanza masuala ya muziki na nini, changamoto moja mbili ambazo umewahi kukutana nazo ambazo shawahi kukukatisha ditamani zipi? Hasa changamoto kubwa kwenye muziki ambao inakatisha tamaa, kwanza ukiwa bado huna jina, alafu pia ukiwa tu huna jina, ukiwa pia huna pesa, sababu muziki sasa hivi unataka uwekezaji. Kila sehemu utakoenda inahitaji uwekezaji, yani uwekeze, sababu studio utoe hela, uje video utoe hela, kwa lazima uwe umejipanga. Kwa hizo ndio changamoto ambazo nimepitia, lakini kwa sababu na nia ya kufanya, napambana hivyo hivyo taratibu, ninachokipata nawekeza, mambo mengine yanaendelea. Yeah. Studio ngoma yako umeifanyia kwa nani? Ya studio nimeifanyia kwa Zesty moja record. Yeah. Na video nimefanya kwa director Chris. Yupo pale Sinza. Video mpaka audio, kuna changamoto ambazo ulizipitia kwa producer au director, au kila kitu kilienda noma tu mpaka mwisho? Kiukweli kwa video na audio nisiwe muongo, jamani yofanya nao ni walikuwa watu smart sana. Hakuna mtu ambaye alinisumbua licha ya upcoming wangu, licha ya kuwa msanii mdogo, lakini walinipa ushirikiano. Yani walichokuwa wanahitaji ni wagei hela, nao wakafanya kazi kwa wakati, kwa hiyo tulimaliza mambo fresh kabisa. Yes, tayari umefanya track 3 mwenyewe na kila msanii anatamani kufanya collab. Ni msanii gani ambaye sasa hivi ni ndoto yako kufanya naye collab Tanzania? Bwana brother, kiukweli mimi natamani kufanya kazi na wasanii wengi sana, lakini kwa sasa hivi wanasema unaweza, yani kwa sasa hivi, kwa sababu unajue kuna kizazi kipi ambacho kimeshatokea, kina wasanii ambao kidogo wako moto sasa hivi. Ningeweza kusema Alikiba, Diamond au Harmonize, lakini kwa sasa hivi kiukweli natamani sana kufanya interview na Mama Amina au Dogorema. Kwa hiyo akinipa nafasi collab interview, tufanye nao collab, yani tutaua sana, kwa sababu ndio wasanii ambao wanafanya sasa hivi vizuri sana na wanakubalika mtaani. Umetaja nani? Rema na Mama Amina. Dogorema. Dogorema. Wadoto Magari. Wadoto Magari. Mama Dogorema. Okay. Okay, noma sana. Okay, kwenye digital platform unatumia majina gani labda kwa mashabiki wasio kujua? Kwenye digital platform mimi natumia Niti Star. Jina linaandikwa NEAT alafu star ya double R mbele. Kwenye digital platform zote napatikana. Kwa hiyo nitashukuru sana kama Watanzania tanipa support. Latest nyimbo yangu ambayo nimeitoa ndio inaitwa Kwako na inapatikana kwenye digital platform zote na jina ndio hilo, naitwa Niti Star. Okay. Naomba ushike mic afu utupe akapela moja ya hiyo ngoma yako, yani sekunde kama 10 tu zinatosha. Sawa. You my beautiful, kwa penzi lako nime fall in love. Give me more and more, unavyonipa vya mnikosharo. Iwe usiku na mchana, takurinda daima. Niwe baba uwe mama, na baraka tujarie karma. Noma sana. Niti Star, au sio? Naam. Pamoja mwanangu, mimi naamini tutafika mbali, au sio? Noma sana. Nakubali pia kwa kunifanyia interview na kwa kunipa support brother. Shout out sana. Asante sana. Poa.